Yes, karibu tena ndani ya media Bukavu TV. Kwa majina anaitwa Nelson kutokea katika eneo ya hapa Walikale. Muda wetu wa saa 5 na dakika 20 dakika 30 kuwapasha habari ndani ya media Bukavu TV. Mashabiki zangu mko sehemu gani kwa sasa? Leo naambia nyinyi wote nawatakia mchana mwema. Leo tuko siku ya pili kwa kweli kuanza wiki pamoja, ama tuseme leo ni Jumapili ama vipi, na kwa kweli nimekuja kuwapasha habari katika uwanja wa mapambano katika sehemu popote kuendelea kuwa mapambano katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na mbele ya kuzungumza mengi sana, nashukuru sana mashabiki zangu kwa kuendelea kunipongeza zaidi na kuendelea kuwa pamoja na mimi ili kila mara vipindi vyangu viendelee kuwafikia mara kwa mara, ama sio? Na atukaje mwezi tout le monde vous avez participé, tout le monde vous avez écouté la télévision Bukavu TV. Sitaki kujua unatokea sehemu gani ama eneo fulani, lakini nyinyi wote kwa ujumla nawapenda zaidi kwa sababu nyinyi mnaonyesha upendo. Kwa kweli channel hii imefika kwa kweli mwezi moja, imeelekea karibu 6,000 ya watu, 6,000 ya watu. Hawa ni watu wengi kwa kweli kwa mwezi moja. Najua mwezi wa 3 tutakuwa tumefika 10,000, na ndio hiyo ninaambia mashabiki zangu tuendelee kusubscribe haraka hapo, kwa sababu mambo endelee kuchamuka ama mambo endelee kuwapasha habari karibu na nene kutafuta habari kila sehemu, kila kona, kila pembe katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ili ni wachuze ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kunaendelea vipi, ama sio? Na kama uko pamoja na mimi, endelea kusubscribe, endelea kupartage kila sehemu popote. Na mbele kuzungumza, mnajua kila mara tunashukuru zaidi kuona kama ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hatua katika eneo ya Uvira kwa sasa, eneo inaitwa Kavimvira katika border ama tuseme katika frontier, katika mpaka wa Burundi na hapo Kongo, katika eneo inaitwa Kavimvira kwa sasa imefunguliwa tangu tarehe 12 tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2006. Kwa sasa population ama wakaaji kutokea sehemu ya Kongo hapa Kavimvira na wengine wanatokea katika boda ya Burundi wanaenda kutembeleana kama kitambo. Biashara tangu miezi miwili tangu waasi M23 walikuwa wameshazingatia katika eneo ya mji wa Uvira, lakini kwa sasa kwa leo mambo ilibadilika. Kwa sasa raia ama Jamhuri ya Demokrasia Rais Tshisekedi na rais wa Burundi walibidi kuongea ili waone kisi wanaweza kufungua tena miradi ili watu waanze kutembeleana mara kwa mara gisi ilikuwa. Hii ni taarifa kutokea ndani ya media ya Bukavu TV. Habari nyingine mnakumbuka niliwapasha tena kusema tayari hata tunakuja kuwapeleka katika uwanja wa mapambano sasa. Mahali sasa mapambano yanaendelea kuingia katika eneo ya Uvira zaidi na katika eneo ya Masisi. Nilikuja kueleza leo tuko tarehe 12, tuko tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2026. Kwa sasa muji ama tuseme kwenye vijiji inaitwa Mijombo. Kwa sasa mambo imekuwa muno kwa kweli. Mapambano ilianza jana tangu tarehe 24 mpaka mwezi wa pili mwaka wa 2026. Mapambano yalikuwa katika eneo ya Mijombo, sio rahisi. Unajua katika eneo ya Mijombo ilikuwa imeshikiwa na eneo ama tuseme wanajeshi wa waasi M23 walikuwa katika eneo ya Mijombo. Kwa sasa mambo ilikuja kubadilika, hatua vita ilikuwa mkali muno kwa sababu unakumbuka, nataka niwaambie tayari FRDC na wazalendo wameshikana kwa kweli muno kwa kupigana katika eneo ya Mijombo. Kwa sasa Mijombo kulikuwa vita, ilikuwa wanajeshi walikuwa kija wakipiga katika ukuta ama tuseme kona za Mijombo, kwa sababu Mijombo ilikuwa tayari iko kwa mikono ya waasi M23. Na kwa sasa wanajeshi walikuwa wanapiga kona ama pembe la Mijombo ili waone kama wanaweza kupomoa ama wanaweza kuingia katika eneo hiyo. Lakini jana ilikuwa tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2026 muda wa saa 10 mapigano hili ilianza mfululizo. Bado kwa kweli wanajeshi wa FRDC waliingia na magari ama tuseme mashade komba. Tafadhali naona ndege zinaanza kupita hapa kwetu Walikale. Niliwaambia hapa Walikale ndege zinapitaga mara kwa mara. Niliwaambia katika eneo ya hapa Walikale ni ndege nyingi. Unaziona ndio hizo zile zinapita zinaenda katika eneo ya Pinga kuelekea katika eneo inaitwa Kitoi hapo. Na hapo sasa hizo ndege ndio hizo kabisa. Watu wangu tafadhali
Mkiona nimeacha kupatia story kwanza tayari ya hapo sehemu ya mapambano katika Mijombo, ili niwaoneshe kwanza Walikale kunaendeleaga vipi. Kwa sasa ndio unajua, nikiona ndege najua hapa mambo yanataka kuja kubadilika, lakini ona ndege ndio inaelekea katika sehemu ya Mpeti, bado haijatua katika eneo ya Pinga. Katika Mpeti, mnajua Mpeti tayari inazingatiwa na wanajeshi waasi wa M23, na katika eneo inaitwa hizo eneo za hapo Mpeti, Mweso, huko kote kuna shikiwa na wanajeshi wa waasi M23, lakini naona haijaanza kulipua vitu yoyote. Ngoja turudi kwenye historia yetu sasa. Hii ni habari kutokea hapo eneo inaitwa Mijombo. Vita imekuwa muno zaidi, mnajua mablese inabidi wapatikane upande wa wanajeshi wa FARDC ama wanajeshi wa Wazalendo ama wanajeshi wa waasi M23 na wanajeshi Twirwaneho. Unajua huko ni eneo imeshikiwa na wanajeshi Twirwaneho pamoja na wanajeshi wa waasi M23. Kabla nikuja kuwapasha habari iwe ndefu zaidi ama nikuja kuchambua, nataka kwanza tusikilize kiongozi wa Wazalendo kuhusu, kwa sababu tumeona serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa hao hawaendeleshe mapigano, kwa sababu unajua walikuwa na mikataba na jamhuri ama kutokea huko Rwanda katika eneo ya Angola. Kwa sasa wasiendelee kushambuliana na wanajeshi waasi wa M23, walikuwa wanataka kuwa na urejeshi wa amani, na kwa sasa lakini vita inaendelea kuwa muno. Hatua wanajeshi wa Wazalendo hao ndio wanasema tayari hawana makubaliano, hawana mpangilio yoyote na wanajeshi wa waasi M23. Hebu tusikilize kwanza kiongozi wa wanajeshi wa Wazalendo anazungumza nini hapa, ili nikuje kuwapasha habari zingine hapa. Ndugu yangu, tunakusikiliza, unapiga kidogo ama ngoja tusikilize. Naona tunazungumza na wewe bwana mkubwa, na kwa sasa tunaona mapambano yanaendelea kuwa katika eneo ya Sud Kivu, na hatua mnaendelea kuchukua eneo tofauti. Nini unaweza kueleza kupitia mapambano yanaendelea huko? Mmeshika eneo gani? Mmeshika mateka wangapi ama kufisha watu wangapi kwa sasa, ili watu wengi waendelee kujua uwanja wa mapambano yanaendelea vipi hapo? Kwa kweli adui tumekamata kutokana na moto mkali. Wao wamepata moto mkali na wao wenyewe wamesema hapana, sisi tutakuja kufa bure, wakati wako wanashika kwa nguvu, wanawaita katika jeshi waje kupigana, kwa sababu wao hawana nia ya kupigana. Basi ya moto mkali wakasema hapana, bora tujiripoti Wazalendo ili mradi wao na wakongomani wenzetu wangali kisi wataturudisha nyumbani. Na ndio maana wao wamejiripoti na sisi tunawachukua, na idadi yao kwa leo tena asubuhi kumekuja wawili, siku kumekuja watatu, na tunawapana katika mkono ya serikali. Na hivi mmewachukulia sehemu gani? Kwenye shamba la vita maeneo gani? Kiukweli shamba la vita la kwetu liko kwenye eneo ya Katembo. Katembo sisi tunaita Katembo kwa Kiswahili. Hapo ni Katembo mji wa Uvira hapo. Nyingine ambayo liko sehemu ya Kitabo. Tunafunga pale kwa sababu tunajua biko pale Kitabo. Shughuli yetu tunafunga maeneo yetu. Wao kutokana na jinsi wametiripoti, kuna shamba la vita lingine hapa mbele ya Runingo, ambapo sehemu wadui tena iko kutoka Sange, iko na panda Rwengero baada kuja kuteremka masehemu za Runingo na kwenda kwa force zetu kule. Sasa kashato pale tunatega, tuko na sehemu fasi nyingi kwenye tunatega kwenye adui, iko na penya, mradi ende kulima, atoke barabarani, iko na tafuta kisa taingia mlimani, kwa kuja kusema kwamba tumeshatoka kule, bado wako ndani ya kilima Kongo. Ujumbe ambao ninao kwa kazi sana na wapongeza tena sana, kwa sababu tuko na umoja ambao tumefanya umoja wa operation. Kiongozi hapo kidogo tu hapo, hebu tueleze katika umoja mko nayo kwa operation ama kiwango gani, mnajipanga kivipi katika uwanja wa mapambano? Hatua yani nyinyi mnajiandaa kivipi? Kwa sababu ujue kwamba tayari wanajeshi wa M23 wao wana vifaa kubwa zaidi mno na ni watu wamejipanga kabisa mno. Ni je, mnabidi mnapambana na wanajeshi hawa kwa kweli kwa kurejesha katika eneo wote wa eneo wameshika ama eneo wamezingatia, ni mnatumia mbingu gani kwa kupambana na adui? Ama nyinyi mnaipanga vipi? Ama nyinyi mnashauri wenzenyu Wazalendo vipi, wale wenyewe hawako kwenye uwanja wa mapambano katika wanaweza kuja kwenye uwanja wa mapambano? Ama hebu utakuja kutueleza kila kitu na Remera, kwa sababu huko tayari mnajua kama kuna waasi M23 wa raia ama so de population wenyewe wako eneo hiyo,
na kuna wengi tumesikia tayari kama katika wanajeshi wa M23 kuna wale tayari wamevua manguo za kazi wakivaa nguo ya kiraia wakiingia kuwa kama raia. Mtabidi kuwatambua vipi? Mtaweza kutambua ama unaweza kutofautisha raia ama mwanajeshi kivipi hatua amesha kuvua nguo ya serikali? Hebu kila kitu nataka uelezee watu waelewe kila kitu kinaendelea hapo ndani ya sehemu ya mapambano ambayo inaitwa coalition opérationnelle. Yes. Tumekamata mifano mingi sana, kila mfano tumekamata wanajeshi mbalimbali, mradi tumewachanga tukafanya coalition opérationnelle, moja wa operesheni kifupi. Na kwa hiyo moja wa operesheni ambao tunafanya, naambia wazalendo wenzetu wajikaze sana, wajipe moyo, kwa sababu tuendelee kupigana na adui, tuichike kufinyaga miba na kuendelea kupigana ili mradi turudisha adui nyuma. Hata kama tunaumia, hata kama tunapata matatizo yote fulani, ila tunaomba kwanza kwa wenzetu wazalendo wajikaze sana, tena wajipe bidii ili mradi tuendelee kupigana na turudisha adui nyuma. Na kuhusu ushtumu ambao M23 inasema ya kwamba nini muna violate hiyo madai namna gani? Ndugu mtangazaji, cessez-le-feu tumefanya makubaliano na nani? Cessez-le-feu wa raia ambao tumeshikilia. Cessez-le-feu ni mkataba ilikuwa katika eneo ya hapo viongozi vya serikali vya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wanajeshi wa waasi M23, lakini raia ama de population wale wazalendo wao nao walikuwa katika mkataba huu, kwa sababu nao wako kwenye umoja wa mapambano wa vita ndani ya uwanja wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tayari. Kumbuka kama jamhuri ama rais aliwakabidhi nafasi, alikabidhi wazalendo nao inabidi wawe nafasi ya kupambania nchi yao, ama vipi? Nao hebu kuna kitu kinaendelea hapo, tueleze kila kitu kinavyoendelea kwa ajili ya kutetea nchi yetu. Hatukukaa na Rwanda mezani tuzungumze, hatukukaa na M23 mezani tuzungumze. Sasa sema kwamba tunavioleza cessez-le-feu, tulikubaliana wapi? Serikali ya Kongo wamekubaliana nao kutokana na maongezi wamezungumza, na ndio maana FARDC imeingia katika cessez-le-feu. Wao hawataki kupigana tena kutokana na makubaliano ambao wamezungumza. Sasa sisi kama waraia ambao tumeshikilia silaha hatuwezi kwenda kwenye makubaliano ya cessez-le-feu na tukubaliana nao wakati wao ni wavamizi, wanakuja kutuvamia, wanavamia udongo wa Kongo, wanaiba mali ya Kongo. Sasa tutakubaliana vipi? Hatukikaa mezani ili tukubaliane? Hakuna sehemu yote ile ambayo tunataka tukubaliane nao. Tutakubali sasa cessez-le-feu kwa nia gani? Hatuwezi kukutana nao mezani. Wao kwanza ni Wanyarwanda, kutoka Rwanda kuja kuvamia nchi. Sasa tutakubaliana nao kivipi? Wako wanaua watu, wanabaka wamama, tena wako na tatizo, wako wanaiba watu, wanaenda kuwaua, wanazika pale pale sehemu ambapo zisipojulikana. Kisha baadaye wanakuja kulalamika kwenye Umoja wa Mataifa kwamba wao hapana, sisi ndio tunawaonea, tunawakataa. Tutawaitika nyiwe watu mko kwanza wageni, tunatoka mko katika nchi ya nchi, hatukatai. Nyinyi Wanyarwanda mmetoka Rwanda, tunawaambia kwamba nyinyi ni Wanyarwanda mmetoka Rwanda, hamko Wakongomani hapa, hamko Wakongomani. Tunapigana na nchi ya Rwanda ambayo imekuja kutuvamia. M23 iko pale, ni watu ambao wanashirikiana na Rwanda kwenye maslahi yao. Kuna wale Wakongomani ambao wako ndani, lakini wako wanatumikia maslahi ya nchi ya Rwanda. Hatuna makubaliano na nchi ya Rwanda, hatuna makubaliano na M23. Wao ni waasi ambao wameasi kuja kuvamia nchi ya Rwanda, nchi ya Kongo. Na ndio vile adui anavua teni, anabakia mteni civil na silaha, anaingia katika wananchi. Na ndio maana maeneo ya Kitabo, maeneo ya Mugaja, maeneo ya Kitisha, Wengero, itaomba watu watoke mpaka Lemera. Nawaambia watu watoke, kwa sababu kutokana na usalama, nikiingia tena kwenye shamba la vitu, kisikia tena naanzisha vitu, yule mtu ambaye tutakuta pale tutamchukua kama vile adui, kwa sababu adui hawaandiki kwenye uso, kwa sababu kuna wandugu zetu wa Kongomani ambao wanashirikiana nao, wale wameshakuwa watu, kwa sababu wameasi
hiyo au watu ambao wako wanashirikiana na adui, mimi sina chakula wakati niko napigana, wakati nimeshamuona anavua tena anaingia katika wananchi, sitajua tena huyu ni adui, sitajua ni raia. Kwa hiyo wote katika njia moja, na ndio maana naambia wananchi kwa usalama wao waangalie kisi watatoka kwanza, waende kwa maeneo ambayo yako na usalama zaidi. Yes, kama kawaida tu tunashukuru umetueleza. Ngoja tuwapashe habari sasa moja kwa moja hapa. Vipi, nasikia tayari kama eneo ya Mijomba imekuwa katika mikono tayari ya wanajeshi wa FARDC pamoja wanajeshi wa wazalendo ama wanajeshi wa Burundi, lakini katika maswali jinsi navyo watu wanaendelea kuzungumza tayari unajua mambo jinsi inaendelea kubadilika katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mambo yanabadilika mara kwa mara, ama sio? Na nitakuja kuwapasha habari ya .0 hatua napo masasi ama tuseme mulio wa masasi umeendelea kuripuka katika eneo ya .0. Hatua wanajeshi wa FARDC wameingia eneo inaitwa Sange, na katika eneo kuelekea wanapango ama tuseme mapigano inaendelea kusonga mbele kwa mbele, lakini kumbuka kitu moja, wanajeshi wa hasi wanaendelea kujiminya muno kwa kweli, kwa kuingia kwa wengi zaidi, na rafoho inaendelea kutokea katika eneo tofauti pembe lote katika mji wa Bukavu. Hii ni habari kutokea ndani ya media, muda wetu wa saa 5:30 kuwapasha habari yetu ya mchana wa leo. Atukache merci tous les mots vous avez écouté la télévision Bukavu TV. Inabidi uendelee kufanya subscribe, like, comment na kuja kuwapasha habari ifuatazo katika eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia, mahali kunaendelea kuwa mapambano mzito humo. Kwa sababu leo sijagusa eneo tofauti kwa sababu huko hakuna mzito ama hakuna mlio wa masasi kama huko eneo ya Sidi Kivu. Nakuja kuwapasha habari baadaye, nikuje kuwapasha habari inaendelea katika eneo ya Walikali, muda wetu wa saa 12 wa jioni, muda wetu wa saa 12 wa jioni dakika 20 ndani ya studio ya media Bukavu TV. Nawapenda sana, nawatakia kwa kweli heri ya mchana mwema, muwe na usikilivu mwema, muendelee kupartage, muendelee kutuma comment kila mahali, muendelee kupartage, kila mtu wote mpatie channel, kila mtu aendelee kuviews, kwa sababu nikipost video watu wa views kwa wingi zaidi itakuwa ni muhimu zaidi. Watu wangu nahitaji kila mara kutembea, nataka kutembea kila inchi, nende na wapashe habari kutokea inchi tofauti, tujue hizi inchi wenzetu wanaishi kivipi, wakongomani wako inchi kigeni ama wale wenye inchi wa etranger wanaishi huko wanaishi vipi, ama sio? Hiyo ni habari inawaletea upya, ndakuja kuwapasha habari ndani ya media Bukavu TV. Nia yangu ni kutoboa, sio kubaki fasi moja, kutoka Walikali niende sehemu zingine, niende Kabituga, niende Bukavu, nielekee mpaka eneo yote, hata eneo waasi M23 wapo ndafinyaga huko, kwa sababu mimi ni reporter, mtangazaji wa habari hana mahali popote, inabidi atembee sehemu popote, ama sio? Na mimi mwenyewe inabidi kunishabikia kwa kweli na kunisupport, ili nikienda mahali popote nijue ni wapashe habari ifuatazo, ama sio? Na Mungu ende kuwabariki, na watakia mchana mwema, muwe na usikilivu mwema.